Saibari. Bubu Traore akisikiliza kutoka Issa Sai ambaye anaongoza kwenye VAR kwamba je, nini wakishauriana Abdulsamad Ezzazzour ambaye alipiga foul na Ismail Saibari ambaye alitisha na mpira kwenda kimiani. Acha tusubiri tuone, lakini Tanzania na wenyewe wanashinikiza kwa mwamuzi kwamba hakuwa na goli halali. Mohamed Hussein anasogea kwake Bubu Traore, yuko pale pia Selemani Abdallah Mwalimu, lakini huyo ndio Ismail Saibari. Faisal amesogea kadhalika na Novatus Dismas Miloshi. Itawarazu imetafuta nafasi nyingine Morocco, lakini si sasa. Al-Maghrib ni mpango wa kwanza umekwama. Nadhani anafanyiwa Simon Mgoli Msuva na tunaiona Ashraf lakini nataka kuonyesha kwamba nikogana naye tu. Hapo kutoka kwa raundi ya pili tena kwa upande wa Morocco ambayo yanafanana. Naye Abdel anafanya hivyo, lakini Ashraf Hakimi anafanya hivyo. Hapo unaweza kuona mstari mwekundu ukiashiria Ismail Saibari anayeshambulia. Mstari wake unakuwa ni mwekundu, huo alikuwa ameshazidi. Mstari wa bluu unaashiria wachezaji wa timu inayojilinda ambao ni Tanzania. Utaona mstari wa bluu ulikuwa upande wa kushoto, wakati mstari mwekundu ukiwa upande wa kulia, ikimaanisha amezidi. Bao la Morocco inakuwa ruled out ama linakataliwa kwa msaada wa video assistant referee VAR. Moja kati ya mechi ambazo zimekuwa na hisia kubwa sana kutoka katika nchi mbili za bara la Afrika, ukanda wa Sekafa. Timu moja anachukua juko kweli kweli shambulizi bora kabisa kwa dakika ya pili kuelekea ya tatu kwa upande wa Stars. Hivyo ni big chance ambayo sema ni mwalimu alikuwa kuitengeneza kwa Simon Msuva. Miguel Gamondi katika mchezo wake wa 4 wa AFCON akiongoza Tanzania. Mambo yamebadilika, wamefanya mashambulizi makubwa mawili ambayo unaweza ukasema kama mlikuwa kwa makini huenda skopo ubao wa matokeo ungekuwa na wote ambalo limebadilika, lakini so far 0-0, mechi bado iko 50-50. Mwelekeo kwa Ashraf Hakimi anataka chini kabisa kule kwake Bono. Hakimi anatolewa mpira kama ni faida kwa Al-Maghrib. Mwamuzi Bubu Traore alitafsiri kwamba